A very beautiful Wednesday evening from wherever you are. This is Bonga na Jalas, and it's an amazing moment for me to sit down and share his story. Maybe you've watched his story in other channels and other YouTube channels, but I really had to look for Mariano Simba to talk to us so that we can get more details of his journey and get you to know why he's here with us. Karibu Mariano. Thanks so much. Pamoja. Sanitize. Maisha inakupeleka namna gani? Maisha ni kungangana. Kungangana manze. But right now you are a free man. Totally a free man. Totally a free man. Totally a free man. After how long in jail? After 2 years plus in jail. So you are in jail for 2 years? For 2 years, excluding the 2 months in remand. Okay. Yeah. Doing nothing, only answering questions and answers from things you never did. Imagine. But Mariano, where does this all start? Where were you born? I was born in Kisumu County. Okay. A place known as Obunga. Obunga. Mm-hmm. Obunga is the capital city of Kisumu. Yes, that for people who don't know, Obunga is one of the largest slums. Yeah, actually. Born and raised in Obunga, but I'm from Homa Bay County. Homa Bay County. A place called Kindu Bay. Kindu Bay. Yes, Kakwajok. That is my original home. Wow, by the way, people have been telling me and asking me, what's the difference between Homa Bay and Kindu Bay? And how is Kindu Bay inside Homa Bay? Now, Homa Bay is the larger county. Yeah. Kindu Bay is a sub-county. Yeah. It's a small place. It's a town within Homa Bay County. Yeah. Actually, you come from Kindu Bay as you go to Homa Bay, as you go to Kisumu. It's actually in the middle. The middle. Yes. And we have the Karachuonyo, Rachuonyo constituency, which is one of the constituency within Homa Bay County. Yes. Yeah. Wow. So that is home. Yeah, so I schooled in Kisumu. Yeah, my dad was working in Kisumu as a tailor. He was a tailor actually because Ali passed. So my dad was a tailor. Awa kushona nguo za kiraka sumejua. Fundi tu. Fundi wa charani. Yeah, so hapo ndio nilikuwa na father until there was a certain time when I was in class 4, I'm going to class 5. I was so much dedicated to God. I'm a God-fearing up to date. So I used to go to Kenya Church of Christ, just within the Obunga Kasarani. So the our pastor saw how dedication I was to Christ, to God actually. So akaniambia like, Simba, why don't you come stay with us in the home, at least because I'm seeing the way you may devote yourself, you see, to God. So that is how my journey from living with my father to staying in orphanage started. Yeah, so me I grew up in an orphanage actually. In an orphanage? In an orphanage. Because our family were totally poor, that even providing was a challenge. So I grew up in an orphanage, Obunga Chula Church of Christ, under the kwa hiyo orphanage yani. So I schooled there until I remember I was also a member of Kenya Red Cross Kisumu branch, a life member. So through this process, we had a AGM at the regional level in the office at the Kenya Red Cross. So there was our coordinator by then, alikuwa anaitwa Karen Akech. Karen Akech unamjua vizuri sana. So Karen Akech aliona what I'm capable in terms of acting career. Aliona like, hey, this guy, Simba is a good actor. But as long as I'm in Kisumu, my career haitaenda mbali. You see. So akaniambia like, I want to connect with some friends of mine from Nairobi, because that is the place whereby you can pursue this career in a successful way. So she gave me 3 contacts. Alinipea namba ya Steve Ogana, akanitumia namba ya Will Broder, akanitumia namba ya Felix Jalango. Wewe. The 3 of us. The 3 of you. So kunitumia, I remember first time nilikupigia ukachukua ukaniambia like uko na namba ya Steve Ogana, nikasema yes, alinipea. Ukaniambia being that
communicate na yeye. I think because you had a lot of movement, so ukaniambia ni communicate na Steve Ogana. So I was communicating with Steve Ogana from Kisumu to Nairobi. So nikakuja theater, kukuja theater for the first time, nilipata kama you guys were rehearsing. It was a show. Ilikuwa watu walikuwa na rehearse. So kufika hivi nilikuja kwa ofisi yako pale theater. So kukuja kwa ofisi Steve Ogana kanifanya introduction, but nilipata kama already you had a team of guys wenye walikuwa na participate. Kwa hiyo under the culture spill the show ilikuwa inaendelea. So nikakuja, even came up with an idea vile naweza play role ya chief, because niliangalia the show but niliona role ya chief haikuwa. Na hizi zote zilikuwa zinaguza pia chief. So nika come up na role ya chief, ukanituma kwa Jacob Otieno. By then yeye alikuwa anafanya directing ya hiyo. So nika come up na idea, tukai-modify vizuri hadi tukaifanya. So since that nikaanza kubuild myself at least ground kwa theater. So nikaendelea na mambo za acting, until I got a chance through Maxwell Otieno. He was in the office, you guys were sharing office. Hapo theater nikapata nafasi ya kuact na Naswa pia. Naswa under Citizen TV. So during that time is when I met the lady. She was my fan. Okay. Yeah, so alikuwa amekuona kwa TV Naswa. Alikuwa ameniona kwa TV Naswa. So after that akani recognize na tukaanza ubeshte, tukaanza kukatiana, unaona, which is normal. So tukaanza dating. Okay. With this lady. And I remember there's a time aliuliza a good friend of mine, Wycliffe Ngoe, Otieno Ngoe, if Mariano akona another girl apart from yeye. Unaona, Ngoe akamwambia Mariano vile namjua haizi kuwa na nini? Haizi kuwa na mtu. Which was a lie. It wasn't a lie. Hey. I always have a problem when I give someone my heart, I always give it. Okay. Yeah. So at that time I didn't have anyone. But yeah. So we told her the same thing. So akamwambia it's okay then. Then after that I remember I was still with the Red Cross Nairobi branch. We had a vaccination ya polio hapo wapi? Hapo Isili. So tukaenda kufanya vaccination ya polio. Through that process I met a certain lady. This lady, we are family friend. I knew her back in Kisumu from primary high school together. So I was under the Red Cross emblem, she was under the Ministry of Health. So through this process we took some pictures. The selfie, I took some of the selfies, and kuna ilitoka poa, so I decided to put hiyo as a screensaver kwa simu yangu. So after ya demu mwingine ambayo si demu wako. Yeah, but sasa huyu ni rafiki yangu jamani, huyu ni kama sister yangu. Sanitize. The lady was like a sister to me because tumejuana tukiwa wadogo. So ukachukua picha yake ukaweka kama screensaver. Na yesi demu yako na uko na demu mwingine. Yeah, ilitoka poa, which is normal. Basa ingekuwa picha zinatoka poa, si ungekuwa na screensaver mingi. Yeah, so after that I remember kuna job ingine nilikuwa nayo ya cause I had a company, nilikuwa na deal mambo za usani. So kuna job yenye nilikama across, so we were to do this job. So we were looking for models wenye wanaweza fanya this activation yenye tulikuwa tunafanya. So being that my girlfriend pia alikuwa model, so nikasema charity begins at home. So I called a day before, nikamweleza, akasema hiyo ni poa, hata kuja kwa hostel. Nikaenda kwa hostel penye alikuwa all 20. So, yeye alikuwa naishi wapi? Alikuwa naishi University of Nairobi hostel. Oh, ulikuwa ni msichana wa University Nairobi. Yeah, University of Nairobi. Na wewe ulikuwa university gani? Mimi nilikuwa Amboseli, nilikuwa naishi Amboseli Lavington. Amboseli Lavington. Yeah, Amboseli Lavington. Na hiyo time shule yako ilikuwa imefika wapi? Shule yangu mimi nilikuwa college. Oh, ulikuwa college yote. Yeah. So this msichana vile hiyo kitu ile happen, si mimi nikaenda kwa room yake. Kwenda kwa room yake nikammeet roommates wake who are also my friends. So nika audition, wakasema watakuja, so I gave the driver their contacts
The next day wakachukuliwa hapo shule. So kuchukuliwa wakakuja kwa set. After kushoot, it was on a Friday and it was the last day. Unaona? So this lady vile alikam had a lot of movement. Nikampea the guys wenye tulikuwa tunadeal nao ni South Africans. So being that they were going, wakanipea envelope because there's a trust and a good relationship rapport ya the company ya uko yenye tulipatana nayo. So after this I was given an envelope ya check. Yeah. So after kupewa, because niliweka kwa gari na nikampea kia gari the lady. Okay. So you know a lot of movement pia nilikuwa nayo, kudrop wengine airport, kurudi kufanya 1 2 3. So nikamwambia angalia nini, I gave her the check because nilimwambia iko kwa gari inafanya nini, angalia. So the lady took the check. Ilikuwa check ya pesa ngapi? It was a good money bro. It was a good money. By then it was a good money. Yeah, ilikuwa zio mingi sana. So after that simi nikafanya nini? Through that process nika misplace simu yangu. Hii yenye nilikuwa nayo, this is a new phone I bought. So ku misplace this phone nikafanya nini? Nikaenda kwangu direct. So kuenda kwangu, a colleague of mine akakuja kuniuliza like, hey, I'm calling you but your phone is not going through. Nikamwambia nimepoteza phone but nimerenew line. Unaona? So after kurenew line, ile simu yenye nilikuwa natumia kitambo ndio nilichukua. Na ile phone ya kitambo ndio ilikuwa na ile selfie picture. Hope kama unakumbuka. So mimi nilichukua tu line na nikaweka na siku change anything, ili baki hivyo. So this lady alijaribu kunireach because my phone was off, angeweza kunireach. So mimi nilijibeba nikaenda kwake kwa hostel. Unasikia? After kuniita. Nilienda kitu saa 9 jioni. So kufika pale mimi nikafanya nini, nikampata alikuwa peke yake kwa room. Na ametengeneza room sana, iko poa na kuna laptop anasikia ngoma. So mimi pia kuona hivyo tu nikakaa kwa bed. Si umejua petition ya hostel ni just a hardboard. Ni hardboard tu, mwenye yako the other side hata ukikoa si anasikia. Yeah, so hata kama mnafanya vitu zenyu lazima mfanye na ungwana. Ungwana, bubu game. Wanaitaga bubu game. Sanitize. Yeah, so we had that moment together with the lady. So after that nikamwambia like, hey, time ni mbaya cause ilikuwa inaelekea saa 2 saa 3 usiku. Ulikawia. Yeah, it was a good moment by then actually. So through this process alikuwa anavaa nguo. So hiyo process ya anavaa nguo, kitu ikakam to comment like, let me take a selfie, let me take a pictures. Unaona? Kumpiga picha. So nikachukua simu nikaanza kumpiga, akarealize nampiga picha. Unaona? Akaanza kupost as a model. You know models normally post. So alikuwa na post na mimi nampiga picha. Sasa hiyo akona birthday suit, ametoa nguo zote. Ametoa nguo zote, akona bra na pant. Unaona? So mimi ni girlfriend yangu, so ni normal. Unaona? Maybe wewe huko experience hiyo. Sikuwa experience hiyo ya kupiga hiyo ya kupiga mama picha. Yeah, so akiwa uchi hiyo. Hizo picha baadaye ulikuwa unataka kufanyia nini? No, si ni girlfriend, so ni normal. Ni normal tu like demi yako unampiga picha because ako sawa, unaona. So nikamtake pic, akaniambia like, baby let me see the pictures. So I gave her my phone. Process ya kuchukua akafinya accidentally. Umejua hii touch screen ukiguza tu nini ya nyuma inarudi back to screen saver. Yes. So the only thing aliona the screen saver. Okay. So kuna screen saver kaniuliza like, who is this? Aliona the lady na nikamwambia huyu ni friend yangu, tumechop naye from primary na ni family friend na najua familia yake, anajua familia yangu. Though akushow any bad reaction towards kuna hiyo kitu, akasema hope you are not lying to me. Then nikamwambia like, mbona nikunanganya? So mimi nikafanya nini? Akanipea phone, akaniambia next week akona cut, anataka kufanya nini? Anataka kumeet friend wake wa go through, wasome kidogo. So nikamwambia sawa, mimi pia wacha niishie because time pia ni mbaya. Akanisindikiza hadi kwa gate. Unaona? Kwa gate nikakutana na wale security.
nika sign out, nikachukua ID na kila kitu, mimi nikaenda. So after kuenda, the next day napigiwa simu na security. Kunipigia simu wakaniita like, Mariano, mjua mtu akikuita na jina yako is someone who knows you. Akaniita na jina like, Mariano, sasa atipoa, kuna kesi nyingine girlfriend yako ameleta hapa. They were like girlfriend yako, which means these people knows us very well. So nikauliza ni nini, akasema unaweza kuja kwa ofisi. Nikamwambia ya naweza kama. Akaniuliza uko wapi, nikamwambia niko within, because I didn't want like, umejua pia uwezi disclose your location hivyo. So nikajaribu kupigia msichana ili nijue ni nini inaendelea. Vile nilitoka, is there something may come across, unaona. She was not picking. Nikampigia simu, she was not responding. Nikamtext. So mimi nikaenda. So kuenda hivi nikaenda hadi all 9. So commit all 9 because I was to meet some friends of mine hapo hadi kufika hapo nikapata babu pia alikuwa hapo, the current MP. Is a friend of mine. So tukaongea biashara nini, si mimi nikasema but they had a meeting with these people. So wale kuenda, mimi pia nikaenda kwa security. Kufika hivi nikapewa, the first thing I was given, nikapewa nini? Nikapewa statement ya huyu msichana. Kuangalia statement inasema like, a stranger by the name Mariano Simba alikuja kwangu akanirep jana usiku. So nikaanza kucheka like, you guys mko serious na hii kitu yenye mnasema? Wakasema that was the statement aliweka hadi akasaini hapo chini. So being that Hii statement ameandikia wa security wa hapo. Ameandika. So umejua ukipeleka kesi lazima uandike statement yako vile iko. So aliandika hapo, I'm a stranger amenijua less than 1 week. Na hii kitu ikihappen, tulijuana na yeye for more than 2 years. Unasikia? Because every hostel alikuwa I used to go. And every penye alikuwa I used to follow the security check. I used to write my name, mwenye naenda kuona, house number, phone number, kila kitu. I used to do that. Unaona? But now nimekuwa stranger. Unasikia? So nikamwambia like no. And maybe there's something inaendelea sijui. Ama mnani prank. Unaona? Mnaninaswa jameni. So, kwa sababu ulikuwa nasi. So mimi na feel like kwani hao watu mnafanya kazi yangu bwana. So nikajaribu kumpigia simu achukue. So the guy wakaniambia this is a police case, now the best thing twende. Nikamwambia hakuna shida, if mmedecide hivyo tuishie. So mimi nili accept twendeni, unaona. So kufika tu pale before hata vile tulifika tu pale kwa entrance ya police station pale, wakasema ni huyu angizwe ndani. Unasikia? So I was like, kwani mnanishika ni nini imehappen? Mimi nikaingizwa ndani. Kuingizwa ndani, first day there was nothing, second day there was nothing, third day niko hapo. Niko na kiatu moja, simu yangu imechukuliwa. I could not even communicate. So I had like, kindly mnisaidie na phone I make some communication. So after that nikapigia kazini yangu na nilipigia best yangu pia naitwa Ngoe, Wycliffe Ngoe na Morris Okom. So after kuwa call wakafanya nini? Before wakuje the next day wakatoa order nipelekwe wapi? Before nipelekwe police ni kotini, the lady alikama on the 4th day. Msichana kukuja nikaambiwa like, wewe ni Mjaluo? Unaona? Before hata nijibu akasema uko na pesa. That was the word I was told. Wewe ni Mjaluo? Wewe uko na pesa. So nikajiuliza kwa nini inaendelea? The guys wakasema like wanataka 1 million to drop this case hapa sahi na nitoke hii kesi. Nikamuuliza like really 1 million nitoe wapi? Wakasema like wanataka $500,000, 300,000. I could not like give because mbona nipeane pesa? Kwa nini nimefanya mbaya? The lady akasema like Mariano, you are lying, you have money. Unasikia? So kusema hivyo, the first thing ile ring kwa mandi yangu ni okay, ni ile story ya check, ndio maana huyu dema anasema niko na do. Na nikamuuliza like really you can do this to me, and I used to treat her, but I used to treat her very well. Unaona? This is a lady who had a kid, mtoto msichana, before tukutane. Na nikamu accept plus the kid.
Unaona? Then imefika level yenye sasa I'm being fixed on something that I don't know. Being that I could not give that amount they wanted, nikapelekwa kotini. Kufika Kibra, I remember one of the askari wa hapo, wale wenye wanaingiza watu ndani, akaambia mwenzake like, huyu nimeambiwa apeleke kwa koti ya Juma. Mimi sijui Juma ni nani. Unasikia? Ameambiwa nipelekwe kwa Juma. Court Honorable Juma, Elizabeth Juma. So kufika hivyo nika feel like I hope kama ni mama maybe pia kuna mtu anaweza niafanya nini? Anaweza ni understand. Unajua pia wamama wanakuwa na utu pia. Wanaweza understand mambo ya rape case no, my friend sikujua. Kufika pale kuingia ndani nilisomewa mashtaka nikasema not true. Nikaambiwa after 14 days ukatupwa remand. Nikatupwa remand inda. My bro, life in industrial area ni hell. Sio rahisi. Very expensive. Kupenye unalala unanunua. Chakula unakula, you buy, everything is money. Mjua wengi uongeanga story ya prison but hawajai kuwa. Ama wakikuwa maybe 1 day 2 days. In industrial area is not easy. So I had to communicate with my cousin, my late cousin. Akafanya nini? Akakuja akaanza processing ya bond. Nilipewa bond ya 300,000 without cash bill. So alitoa bond. After kutoa bond nikafanya nini? Nikatoka. So after kutoka 2014 anafanya case nikiwa nje. My cousin alipass. So kupass ikakuwa like nimebaki na lawyer na case ni yangu. So I'm the one who paying the lawyers every time naenda kotini. I remember there's even a certain day, but maybe huwezi kumbuka. There's a time hadi nilikupigia simu na nikakwambia like bro, naenda niko na kesi nyingine kotini na nimekwama. Nataka kupea lawyer anifanye nini? Aende anirepresent. Ukanitumia 5,000. Huwezi kumbuka. Mimi nakumbuka hiyo. Ulinitumia 5,000 na nikalipa nani? Nikalipa lawyer. Na tukaenda na yeye. So ilifika mimi pia nikaanza mambo za biashara nini. So I could afford to pay the lawyer. I had 3 lawyers. And every time naenda court nilikuwa nalipa. Unaona? Ilikuwa ngumu. So through this process within 2014 2015 nika meet msichana mwingine. Huyu mwenye sasa nimeoa wife wangu sasa hivi. Oh. Yeah. Yeah, so vile tulimeet nilimuexplainia kila kitu. Nilimwambia about whatever I'm going through, hii case vile iko. Hadi nakumbuka first time alisema like saa tutaenda next time ukienda court uniambie. Hadi nilimwambia tukaenda kotini na yeye. So kufika court na yeye nikafanya nini? Alikuwa hapo magistrate akaongea, kuna mwenye alikuwa na testify. Hadi akaongea, so vile kesi ilikuwa inaendelea ilifika wakati wenye the lady alikuwa na testify. Unaona? So hiyo ni cross examination inafanywa na lawyer. Yeye pia ame cross bar. So the lady kwa statement yake kitu alisema na kitu wanasema sahihi aziko pamoja. Unaona? Kwa statement police station pia alisema we were a stranger. Hatukuwa tumejuana na for long. But ukiangalia statement yenye kitu yenye anasema saa hiyo haiziko kwa zina adabu. So unasikianga like negligent before court is a crime. Mimi nikasema like maybe one day I hope hii kesi ikiisha nitakumbuka maisha yenye nimefanya nini? Nimego through within the court corridor. So mimi nilichukua simu nikarecord this lady akifanya nini? Akifanya kesi yake. Unaona? Akitesti vile alikuwa anadanganya nini? Aziko kwa zina adabu. Then mjua ukiwa pale kwa bar, there's a Kenya police na Kenya prison wada. So the Kenya police lady akaona what was doing, akagrab simu. So after kuchukua simu haiku interfere na court case ikiendelea. Which is inge interfere ndio ingekuwa mbaya, but hii haiku interfere case.
hivi kesi iliendelea hadi ikaisha. So kuisha hivi nikamwambia like si unisaidie na simu yangu. Unasikia? Akaniambia like ili nikupe phone, mjua kupiga picha na kurekodi hizo ni mbaya. Nikamwambia ndio nimesikia umenieleza. Akasema sawa, nipe 1000 nikupe phone. So nikauliza, tena 1000? Kwani mbona kile kitu kwangu ni pesa? So I had to like tap the law nimueleze kitu inaendelea. So lawyer kukuja hivyo akasema this is just a petty thing. Mbona unataka ikue kesi yani? Wacha huyu msichana asikie ni petty. Akasema like lawyer na mtusi, she's petty. Na akakanyaga. Na kukanyaga hivi na ameanza kushout. So kushout, prosecutor kasikia. Prosecutor kusikia, akakuja kuuliza ni nini mbaya, akamwambia like nimempata alikuwa anapiga picha. Alikuwa na record pic. Akamwambia hebu niona, akachukua. Vile prosecutor alichukua tu hivi, akatuambia mnifuate. Wapi? Kwa chambers. Kufika kwa chambers, tukaingia ndani. Kuingia ndani, magistrate akakaa akaniuliza shida ilikuwa wapi. Nikamuexplainia, akasema like but hiyo kitu usiwahi fanya next time, ni mbaya. Which is nili accept, nikakubali sawa. Then prosecutor akakata kunipea simu. Akaniambia kabla tumrudishe simu lazima tuone ni nini na nini amefanya nini? Ameteka. Phone yangu ilikuwa na password. So nikarudishiwa simu, nikafungua password. Kufungua password wakachukua. So kuchukua wakaangalia hizo pictures, wakaona. Then after that prosecutor ni zile tu pic ndio ilikuwa yafaa iangaliwe. Akaingia kwa gallery yangu. Akaanza kuscroll my pictures. Unaona? Za simu zangu. Kuscroll hizo ma pictures akakutana na zingine kuna yenye nilikuwa na military combat. I was a military combat, nimefunga Arafat. Kuna yenye nimebeba machine gun ya kusniper, hii kubwa hii yenye unalala ukishoot. Yeah, so akaona hizo pictures, akaangalia, kitu yenye alifikiria, alisense like I'm not a good person. So bado akatoka, numuje simu yangu ende konani. Vile alitoka hivi akapiga DCI. Less than 5 minutes wako hapo nje. Akaniita tu pole pole, Simba kuja. Mimi kutoka tu nje hivi kwa mlango hivi, wallahi nilishikwa. So akaanza kungangana, alafu pia umejua ni plain clothes. Pia huwezi jua like hawa ni wakina nani. Alafu wewe pia utakubali tu bebe tu like unapelekwa. So tukaanza commotion. Unaona, hadi lawyer akakuja, kukuja wakanishika, wakaniweka kwa Subaru. Wakaambia lawyer mnifuate wapi? Mtufuate, tunaenda naye police station. So nikajaribu kuuliza like why you guys arresting me? What have I done? So kuingia kwa gari, one of the DCI guys alikuwa Mjaluo. So akaniambia like hizi picha umetoa wapi? Nikamwambia ni hizi picha ndio maana mnanishika. Si mngeniuliza tu hata pale na tu ni wa explainia. Nikamwambia mimi ni actor. Akasema wewe ni actor, hiyo ni mzuri sana, lakini hizi utatupea. Hii bunduki na hizi nguo zote utatupea. So I was like I'm an actor. An actor huwezi jua kwenye hizi vitu zinatoka. Nikapelekwa hadi Kilimani DCI department, unaacha nini cell iko kule ya polisi, nikaletwa na huko. So kuingizwa nikaingizwa kwa room nyingine hapo. For like 30 minutes hakuna mwenye ananiongelesha. Kukuja hivi walikuja kama wameziprint hizo pictures. So naambiwa like hiyo bunduki iko wapi? Na hizo. Unaona hizo pic zote? So I was like mimi am an actor. So akaniuliza like hii movie ni movie gani? Nikamwambia hii ni movie ya watu wa Hollywood. Walikuja kushoot hapa, kuna ingine pia ilikuwa ya Egypt, wamekuja kushoot na mimi ni actor. Na qualification yenye walikuwa nataka ni kunazo. Mimi nimeitwa nikafanya kazi. Wakaniambia like okay, tupe namba ya director. Nikasema nitajuaje na jina ya kama jina yake yenyewe ndio sijui. Unajua vile jina hao wazungu pia ni ngumu. Jina yake yenyewe ndio sijui, namba nitajuaje? So watu wakasema hii kama hizi toa hii itakuwa si story tofauti. So naulizwa have you ever been to Somali, Northeastern? They wanted to link me up with those guys. So mimi nikasema like I've never been to those places. So nikasema hii movie yenye tulifanya kuna there's a casting director wa Kenya mwenye anajua. So I gave out namba ya Lenny Juma. Lenny Juma, yeah. Yeah, na yeye aliniitia hiyo.
So kupeana namba nikawapea kupigia Nelly Juma, mzee alikuwa kwa airport anaenda US. Wow. Unasikia? Kwa airport anaenda US. Whereby tungechelewa tu like 5 to 10 minutes. Angekuwa ameenda. Na phone yake mimi angezima. So wakamuongelesha, umejua Meshack Simba? Hapana, simjui. Then wakanirudia tena, amesema kujui. So nikasema no, Meshack Simba is official name, haizi nijua nayo. Naomba nimuongeleshe. Ni mimi nikimuongelesha atajua. So wakapiga na wakaweka loudspeaker. So kureceive akasema, nimesema mimi sijui Meshack Simba jamani. Nyinyi wakina nani? Ndio nikamwambia afadhali ni mimi, Mariano Simba the actor. Akasema, ule mrefu ati sasa poa. Kwa nini inaendelea? Nikamwambia nimeshikwa juu ya picha zingine zenye tulitake ile movie ya ile. Akasema, na nyinyi mbona mnaweka hizo vitu kwa mtandao haifai? So nikamuexplainia, akasema like sasa hii yako airport, hata ndege yake watu wanaingia. Yeye the only thing anaweza nisaidia nayo, anaweza nipea namba ya Amari officer wa DOD. Unasikia? Cause hizi bunduki si zinatoka from the government. Na DOD ndio wanape, there's a contract between the company ya Nelly Juma na DOD. So alipeana namba ya huyo kupigiwa simu, akachukua. Akaulizwa kama ananijua, anasema nijui. Unaona kama wale wa polisi wenye wanakujanga na bunduki ile safe kubwa, na ukishamaliza tu hivi anachukua na iweka pale, part yako ikihitajika tena anachukua na kupea, unaona? It's even sio rahisi hata yeye mwenyewe akujui cause ana meet watu wengi. Unaona? So nikamwambia like allow me to talk to him. So nikamuongelesha because tukifanya practical ya hizi vitu, I was very sharp shooter tukirias. Nilikuwa very sharp. So the guy alikuwa anaweza ni notice. So nikamuexplainia, akasema nimekukumbuka, the tall guy. Nikamwambia na akasema ni nini inaendelea? Kumwambia this guy umejua saa hiyo already amefika home na familia yake Nyeri town. Yeye alikuwa anaenda nyumbani, amefika already town. Sasa it's either rudi ama aende kabisa na mimi pia nizidi kubaki. So nikamuongelesha, akakubali. Alidrop familia yake na akarudi. What? Alirudi. Kurudi hivi akapitia ofisi, akakuja na hizo paperwork. It was almost 5 hours. Mimi namngoja. Niko hapo. Wewe omba kijana, omba Mungu akuje. Hivyo ndio wanasema? Hivyo ndio wananiambia. Wanakuambia wewe omba. Naambiwa niombe. Wewe omba. So nikiambiwa niombe, so I was like, mbona wananiambia niombe? So this guy, they wanted to link me, like kunilink na Al-Shabaab. Because hizi bunduki, they are not normal like nimezitoa wapi. Unaona? So thank God vile niliambiwa niombe, nikaomba. Ule jamaa alikuja. So ametoka Nyeri hadi Kilimani. In fact alitoka Nyeri hadi DOD ndiye akachukua papers akakuja nazo. So kukuja hivi akaniona tu hivi akaanza tu kucheka. Akamwambia, akawaeleza huu kijana is an actor. Mi personally namjua. Na hizi vitu zote zenye mnasema, hizi vitu hakuna hata moment yenye anaweza toka nayo hata one step. Ni ile yenye na act nayo si uchukua. Alafu tunaweka kwa safe. Alingu explainia the same thing niliwa explainia. So these guys waka realize that ati hii mtego already nishatoka. Unaona? Sasa simu ikapigwa na wananiacha tu hapo hivi, kutoka hivi Kenya Police wakanichukua. So DCI wamemalizana na mimi au wakanichukua, nikaingizwa cell kule juu nilipiga picha pale kotini. Okay. Unasikia? So kupelekwa hapo, the next day saa 11 fingerprints zimechukuliwa, tumeshika barabara, tunarudi Kibra Lokot. Kufika hivi kuangalia mashtaka, cause nili insist like hakuna vile naweza andika statement kwa kitu yenye jaji haina shida na mimi. Wakani force lazima
waliandika wakaniforce niweke signature. Unasikia? Nika sign. After kusign kufika pale iliandikwa unlawfully recording of the judiciary without the concept of court. That was the even ndio that was the name yenye mashtaka nilishtakiwa nayo. So kufika pale, to make it worse, nikarudishwa kwa the same court kwa Juma. Tena nikarudishwa. Complainant ni the Kenya police lady. Unaona? Witnesses ni Kenya prison guy mwenye alikuwa is witness number 1, witness number 2, prosecutor mwenye ana prosecute kesi yangu sasa anaziprosecute mbili. Ni witness number 2. Witness number 3, court clerk. Unaona hiyo kitu? Yaani wewe watu wenye wanafanya hapa ndani ndio sasa ndio witnesses. Yeah, out there the witness wa case. There was another lady wa court 1 hakukuwa witness, alikataa. Unaona? Pia ilikuwa faa pia andike statement akakataa. So kukataa, si nikaletwa hapa. Kuletwa hapa nikashomewa mashtaka. After kusomewa mashtaka nikainua mkono nikasema this is the same court yenye nafanya kesi yangu, previous case ya rape. Tena this is the same ni prosecutor mwenye anani prosecute na bado anani prosecute kwa hii, na tena yeye ndio bado ni witness kwa hii case. Unaona? Hadi lawyer pia likataa. So nikatolewa hapo nikapelekwa court 1. So kupelekwa kwa court 1 after 2 days. Kufika court 1 hivi, magistrate aliangalia hiyo kitu akasoma akasema kwani hii ni case? Hii miss jaisikia hii case. Hii ni normal simu ya mtu kiringwa court, unafungwa 1 day ama unafanya usafi within the court na unafanya nini? Na unaachiliwa. But penye hii kitu ilijulikana like kuna vile hii kitu ilipangwa mini back ndani. Unakumbuka ule prosecutor wa court 1 mwenye alikuwa lakini alikataa kwa witness kwa hii case. Alikuwa prosecutor wa court 1. Alikuwa na prosecute cases but vile mimi niliitwa file yangu iliitwa tu hivi. Hata hakuongea, alisimama polepole akaenda kaka chini. Senior prosecutor from Milimani. Unasikia? Ndiye alikuja kufanya hiyo kesi yangu. Hadi lawyer alishtuka kumuona. Hadi akajoke naye akamuuliza like then my client might be someone very important. Hadi wewe umetoka kule umekuja hapa. Sasa ukikuja hapa au wenye wanafanya hiyo wanaenda wapi? Ati akasema pana mimi niko kazi. Unasikia? So yeye pia akakuja akaongea akaniuliza maswali nini nika explain to the same thing. Then after that nikapewa date nyingine. So kupewa date nyingine, sasa hiyo ukitolewa hapo unaenda wapi? Sinaenda ndani. Tena hii pia nikatolewa na bond. Unasikia? Hii kesi nyingine kutake pic nilipewa bond ya 100,000. Kuchukua tu picha yenye hata simu yangu yenye nilitake nayo haiwathi 100,000. Unapenda picha? Unasikia? Hii kitu tena ikakuwa like hadi nikatolewa. So after kutolewa so nilikuwa nafanya case nikiwa nje. So niko na cases mbili. Na cases mbili umejua vile lawyer wanakuanga. Moja leo, ingine after 2 days ingine. Si umejua? Si hao wako kazi. So I have to cater for like everything. So ilifika 2017 nimefanya hii case up to 2017. Yenye case hii Supreme Court case ya case election ilienda Supreme Court. The moment yenye Chief Justice Maraga alideclare analify the election, akasema another election will be on 26th. 2 days after that ndio nilikuwa naenda kotini. Hii case mimi nilijua like case iliisha because from the prosecution hawakuwa na enough evidence ya kuninail down. Unaona? Lawyer wangu alipresent even the pictures nilichukua huyu msichana. Because kwa statement ya huyu msichana aliandika nilimwacha akiwa unconscious kwa room. But picha yenye nilitake akipose as a model was totally different with a statement. Ulitumia hizo picha kama evidence. Yeah. Na lawyer aliendadi
kwa shule akatake all the records za shule, because every time I normally go there na sign, I'll mark all penye nimesign na mwenye naenda kuona for the last 2 years zote zililetwa. Unasikia? Hizo zote magistrate bado alikataa. She was not convinced. Na hii court, the all people wenye walikuwa, magistrate ni mwanamke, prosecutor ni mwanamke, court clerk, ile yote ile panel na mimi, so like dunia ingine na mimi, haikuwa rahisi bro. So hiyo kitu niligo through, it was really painful because pia ni maisha ingine yenye unajaribu ku experience maisha yenye, it was my first time being arrested. Mi tangu nizaliwe sijaishikwa, leave alone hata kushikwa, hata kupigwa tu pingu hivi. So I always try my best to be abiding citizen, but it was with the worst case. So kufika pale nimeacha mama kwa nyumba, nikamwambia nakimbia wapi? Nakimbia kotini. Because even before that, a day before that, I had a meeting with some friends of mine, mambo za siasa nini na biashara. So me, I just knew like, natoka tu hapa naenda hapo ni hii kitu iishe, nipate freedom yangu, niendelee na maisha. Kufika pale, my friend, things zili change. From kwenda tu confirm to like, hiyo kesi imeisha, to 10 years in prison. 10 years. Alinifunga 10 years. Yani nilikaa tu chini, nilitulia tu hapo penye nilikaa, nikajiuliza like, naota aleko ama niko tu sawa. Bro, yani nilikuwa najaribu kupiga hesabu wa 10 years, nikikaa chini na piga like from 2017, hiyo ni almost 20 hadi 2025 ama 2028 huko. Na nitatoboa. Is there something inaweza fanyika, inaweza fanywa yani? Yani bro, nikapelekwa cell. Mind yangu haikuwa inafanya kazi. Mimi nasikia tu, yani masikio ndi, ushasikia vile unga ule wa kisiagi vile hiyo machine vile nini kaka pomorgacha. That is what actually nilikuwa nasikia. Hata naongeleshwa watasisikia mtu ananiambia 10 years. 10 years. But pia hapo nikaanza kukua tu na kuaccept like sawa. Cause unapata pia at the same time kuna vijana wadogo 17, 22 wamefungwa life na robbery. So nilikuwa na pia najaribu kujiconsult na watoto. Nasema mazi hii maisha gani? So I had to call my wife, akakuja, nikacall best yangu mwingine anaitwa Prince Morris Okomba, akakuja. Even how to accept mimi nimetoka naenda kotini narudi. Sasa ili mimi nirudi tena is for the next 10 years. So hii ulikuwa nafungiwa ile picha ama rape case. Sasa ile rape case. Yeah, ile ya picha bado na huyu dem unafungiwa rape case na huyu ni dem yako mmekuwa naye 2 years. Over 2 years. Amesema wewe ni stranger. Mimi ni stranger. Na to prove beyond reason a doubt that I'm not a stranger. Daktari alikuja akasema the penetration was there but there was no sign of rape. Sign of rape daktari aka-explain. Akasema ikifika wakati wa rape kuna some physical struggling inakuanga. So there was no physical struggle. There was no physical anything, totally there was nothing. Sasa hiyo umepigwa 10 years. Yeah, inamaanisha like hata daktari already ashani free. Hii ni kwa ile kwa sababu tu ya hii pesa kidogo aliona. Arresting officer pia ni mwanamke hapa. Judge mwanamke, prosecutor mwanamke, case ule polisi mwenye alishika hii case pia ni mwanamke. So we ni at first baadaye alikuwa ananiaras ile ya ukweli. Ushaona vile mtu anakuwa ras. Ukifanya nini we rapist, ako wapi ule rapist? You see that kind of thing. But vile kesi ilikuwa inaendelea akaenda akavisit crime scene vile ilikuwa.
Brother, pale sio penye hardboard inatoshana hivi. Pale chini ukiangalia chini haifiki chini na kwa masamu ya. Ukipiga magoti unaona the neighbor. Ukipanda stuli angalie juu kuna imefika somewhere unaona neighbor. Hata ukikoa akakutana na plus the roommate wa msichana. Wakaongea na yeye akamueleza kila kitu. Akaambiwa ilikuwa yafaa akuja testify. Siku ya court the lady alidisappear. Endi alikuja akaeleza, in fact siku yenyewe pia alikuwa na testify. Polisi ndio alisema, arresting officer ndio alisema this story of Simba and Sarah was not rape. Unasikia? Polisi ndio alisema like this was not a rape because ameona kila kitu. It was not a rape, it was a consensual sex. But despite that plus the arresting officer, bado magistrate aliendelea kunifunga 10 years kwa opinion yake. So after this nikaambiwa I can appeal within 14 days. So tukaanza process. Simi nikapelekwa Inda jioni. Kupelekwa Inda jioni, mama pia umejua nikifungwa alikuwa 6 almost anaelekea 7 months pregnant. Wife. Pia amechoka ile yake yote. Alikuja hadi Inda. Alafu pia umejua hiyo wakati pia kuna maskari wengine pia utake advantage ya mtu plus the situation vile iko. Akaambiwa, akaulizwa na askari mwingine hapo ati bwana aka mfungwa how many years? Ati 10 years. 10 years. Hiyo anaenda committee. Na hiyo hatarudi. Na vile najua committee watu wanalima, watu wanateseka, hiyo hatarudi. So umejua hiyo anaongeza machungu ndani ya mtu. So akamwambia but kuna prison penye naweza msaidia pelekwe. Mzuri sana yenye akienda unaweza enda umtembelea hata huko. Hakuna life ya kule ni kama uko nje yani. Hiyo ni Kenya kweli. Kuna prison kama hiyo. Pali. Sasa hadi ukitaka kununua unaweza mpelekea hadi kuku. Unasikia vile alikuwa anadanganywa? Ukule KFC kwa ndani ya prison gani? Prison ya nani? So akaambiwa wewe fanya hivi, wewe tafuta pesa ni organize nao wakubwa wangu na usimwambie, wewe msurprise. Kumbe anajua nikiambiwa, umejua pale ukifika tu pale unachanuliwa. Pale kuna ma lawyers wenye pia walifungwa, ma judges, pale kuna ma genius wako pale ndani. So wanajua vizuri ikifika hapo ni anieleze nimechanuliwa vitu zingine mimi nitamkataza. Alikuwa control hadi akatoa donga 50,000. Yeah. Ndio kupiga surprise na prison safi. Prison yenye napeleka. Not knowing polisi anajua vizuri, askari pia anajua vizuri. Kesi yangu ya below 10 years and below unaweza pelekwa committee medium, unaweza pelekwa Nairobi West prison, unaweza pelekwa Ruiru ama wapi. So alikuwa anajua penye mimi napelekwa. Siwezi pelekwa committee maximum. So nini yangu kukuja nikapelekwa Nairobi West. So mama yeye anakuja kuni surprise vile aliambiwa ni surprise, nikamwambia wewe mbona huku nieleza? Ati aliniambia nisi. Sasa surprise yenye amekupea ati nimepelekwa prison tofauti. Bro, then after that so I had to adapt like lazima okay sasa nimepelekwa. What is the worst thing that happened to you in prison? The worst thing mazeni kupigwa. Ulipigwa? Yeah, kosa tu kidogo hivi pale sio boma ya mtu. Unapigwa. Sanitize. Wanakutandika. Unatandikwa. So bro mazee kazi ni kama kama elephant. Na kukula ni kama kazi yote. Kazi ziko pale. In fact bro, mimi nilikuwa na luck. God alikuwa ameniprotect from the beginning. Do you know the moment yenye nilistep prison? Unaona hii chawa nyuogo. Bro, ziko pale nguo yenye nilipewa ya kwanza ni ile yenye ukifanya hivi. Hujavaa, umefanya tu hivi. Ukiangalia unaona zingine zinakimbia huku, zingine zinakimbia, ziko kila mahali. Chawa. Na utavaa. Ikifika usiku my friend, kila mtu umejua lights zinakuanga on.
hakuna kulala pale. Kila mtu ufanya tu hivi, unaona kichwa kila mtu amesimama, kila mtu anaua. Hizi vitu zinauliwa. Mazee wanaua. Chawa hata wewe huwezi lala because zinakuuma like almost. So hakuna umeshika tungu hivi unaziua yani, unaona? It was life. Bro, I went through that to an extent whereby mimi nasema tu mi God alikuwa na mimi. So the officer in charge mwenye alikuwa hapo alikuwa mtu understanding sana. Nairobi West is one of the best prison naweza sema by the, because officer in charge ni wale wenye they understand, unaona. Alafu pia introduction yangu ya mambo ya usanii pia nika introduce pia usanii pia kule ndani. Do you know wakati nilikuwa natoka nilikuwa governor wa hiyo prison. Governor. Mimi ndio nilikuwa mjumbe. I was the link between prisoners and the administration. From just a normal prisoner to the highest rank ndani ya prison. Ulitokaje? So kutoka, usisahau nilikuwa na ile pending case. Unakumbuka ile case ile ya simu? Ile ya simu ya kurekodi kwa hadi ndani ya prison. Ili ni kaishangi. Na ndio unasema Mungu alikuwa na wewe. Ilinifuata hadi prison. Hiyo kesi ilinifuata hadi prison, na tena vile nilifika prison nikaanza kuenda court Kibra. Naenda court Kibra, naenda appeal Milimani. So unapata like bro, lawyer unalipa like 10,000 per session. Na unapata like in 1 month umeenda hata 4 times. Sio rahisi. Bro, I used to go, nilikuwa naenda court hadi I remember the last day ya kuenda kwa ile ya simu. Magistrate aliniapproach akaniambia like Simba, nimeambiwa you are serving 10 years. Nikamwambia yes, na serve 10 years. Akaniambia like hii kesi yenyewe hii ya picha, mbona huwezi change plea yako ni kufungie kifungu kidogo zirun concurrent na yenye na serve. So concurrent inamaanisha like ile yenye na serve kama ni mingi hii itaimezwa na hiyo. Hii ndogo itamezwa. So wewe utakuwa ndani. So mimi nitakuwa tu ndani, lakini sasa ile ishe hii kiendelea. Yeah. So nikaona deal iko sawa. Nikamwambia but it's cool but let me consult because nimekuwa na lawyer. Unajua ukiwa na lawyer, ndio lazima make the final say. So lawyer akafanya nini? Lawyer akakuja. So kukuja nikamuexplainia, akasema yes but it's a good idea but kama yeye amekuwa approach iko better. So tukaenda na yeye kwenda hivi, nikaitwa jina yangu. Kuitwa hivi akasema ukitaka kujua issue ilikuwa, si tulikuwa kwa court. Vile yangu iliitwa tu hivi, akaacha court kama alipost court, akasema tumfuate chamber hadi kwa chambers. So kufika kwa chambers nikaambiwa like ni change plea, wanifunge kifungo kidogo. So I thought like kama ni kifungo kidogo maybe 1 week, kama mobile 30 days. My brother, do you know nilifungua 1 year. 1 year. 1 year kwa hii ya kupiga picha. So 1 year plus 10 years yenye na serve, those are 11. Aiendi kukimbia ndani ya 10. Sasa vile alisema zina run concurrent. Na yeye kuandika akaandika inaanza the moment yenye nilifungwa. Unasikia? Mi already imeongezwa huko. Imeanza immediately vile nimefungwa. Haya, file yangu ya lower court ya Kibra ya rape. Unaona magistrate the moment yenye amemaliza kufunga mtu zinawekwa kwa archives. File yangu ilipotea kwa archives. Na archives file hakuna panya ili utasema imechukua file yangu ikatoroka na file yangu ilipotea. It took 7 months ili file ipatikane. Nakumbuka vizuri Justice Kimaru alikasirika hadi akaambia advocate yangu wachana na hiyo kitu, atatuma mwenye atafanya follow up.
file bado haikuji. Akasema like next time nikiletwa bila hiyo file ataniacha. Au kusikia hivyo. Vile that day imefika, file bado hajakuja, nikapelekwa kotini mapema kungoja justice akuje. Kumbe the wale wenye wanadili na file Milimani wakaungana na the lower court mwenye alinifunga. Nikatolewa hapo kwa court, nikapelekwa kwa chambers ya ODR. Kufika pale wakaniambia file yako bado hajakuja, wacha tukupe another 2 months ndio rudi court. Nikamwambia nitarudiaje, kwani first of all haifai muniongeleshe, ongeni na lawyer wangu. Wakasema wewe you are rude na tutakueleza sisi ni wakina nani. Bado nimewekwa nje. Huyu mama mwenye naongea naye nasikia ako kwa simu nyingine, huyu landline anaongea na simu. Anaongea na simu, ameweka loudspeaker, nasikia sauti ya the same magistrate mwenye alinifunga. Anampigia simu, wanaongea story yangu na mimi niko nje. Hadi yende amemwambia nipewe 2 more weeks, 2 months ndio niletwe. Unasikia? So lawyer kukuja hivi, lawyer kukuja kwa court, ananingoja, kumbe mimi narasiwa huko. So one of the askari jela alijua lawyer wangu, akamwambia nini wa client wako anakuwa arrest wapi? Kwa chambers, hebu kuja. So kufika hivi akapata kesi naende. Watu wameniweka like wanataka kunipea date nyingine, mimi nimekataa. So kukata hivyo, lawyer pia kuingia hivi akajama hadi akasema like kama file yangu kama siwezi pelekwa kotini, anaandikia ombudsman barua. Cause kitu yenye inaendelea sio fair kwangu. Unaona? So from 2 months waliweka hadi 2 weeks. So after 2 weeks kupelekwa file yangu ilipatikana. Ndio file ikakuja. Kukuja ikapata there's a lot of changes walikuwa na make. Mjua waliblanda sana. So ndio maji lawyer wangu akatestify kesi yangu. Hapa I remember hata akiongea on my behalf, mitigation akimake, tulikuwa na advocates wakubwa sana. Hadi Abdul Nasir Orengo, tulikuwa na Umamo. Si umejua Umamo? Si wajui, mimi sijaifu. Okay. Umamo is a judge, ni prosecutor mwingine hapo. So Umamo ni advocate. And I remember very well Abdul Nasir aliniambia after case kuisha nimepewa judge akaniambia tutakuita. Akaniambia kijana umego through a lot but hii kesi yako vile nimesikia utaachiliwa. That was the only word aliniambia. So mimi kusikia hivyo na nitaachiliwa kweli. Bro, maisha ilikuwa hard kukaba unakaba 5 to 6 times a day kuhesabiwa. Na kila mtu una score mmekaba 5 for 2 years. Hadi nilikuwa nimeshikwa na ugonjwa ya varicose vein. So mguu ilikuwa imeanza alafu mjua pia baridi ya kule ilikuwa inaanza kuniuma. Kuna ile wakati yenye hata kutembea siwezi tembea vizuri. So vile nilipelekwa hosi wakasema hii inaweza nilipelekwa physiotherapy nikafanya. So wakani advice nifanyiwe surgery. So nikaenda surgery nikafanywa hiyo. The worst thing pia bro yenye naweza sema, being in a hospital bed na umepigwa chini. Unalala na mkono mmoja imepigwa hivi. Ukifeel like umechoka unataka kutana mazee utaita askari, na saa zingine yeye pia amelala kule. Utamuita na kuambia ni nini? We lala, wacha kunisumbua. You see that life? Bro, mkono mmoja imefungwa kwa chuma ya bed. Wewe umelala hivyo na ni side moja, uwezi lala. Alafu unapata like hii ward yenye huko pia kuna wale wengine just a general ward. So unapata like mtu amekuja kuona mwenzake na sasa sympathy kila mtu anakuambia kwa nini mtu aliua, kwa nini mtu alifanya nini? And deep down in your heart you know very well my friend you are totally innocent, you are serving something au kufanya. Niambie siku ulitoka. Bro, siku yenye nilitoka fellow nakumbuka vile hata ikukaa sana vile nilitoka tu hivi. After 2 weeks niliitwa. Niliitwa kotini.
it was like a dream come true. Hadi wale maaskari wenye walikuwa pale bro waliniambia tu mazee, Simba wewe utaachwa. Walikuwa tu na psych. Ushaona hadi umekuwa almost everyone, hakuna mwenye nakutaka kwa prison. The whole prison, everyone is against you. Unaona, you have become an enemy of the people. And once your fellow prisoners are against you, there's only two things in common. Either uombe transfer utoke, ama they will kill you. Because prison imebeba wale serial killers wako hapo. Mapolisi wenye walifanya maneno wako kila mtu wako pale. And this is a medium prison whereby unapata like wale wenye walifungwa maisha prison sentence more. Ikibaki kidogo less than 10 wanaletwa huko. So ni wali. Bro, I'm telling you, I was called. I saw my wife, my best friends wawili wakikam na watoi wangu. I thought maybe there's something in happened home. Nikambewa brothangu alikufa almost 3 to 4 months ago. Hakuna mwenye alijua penye yako. Pole. Kumbe body ilikuwa Mama Lucy bro. Alikuwa Mama Lucy. Si au anajua after almost 4 months. Bro anapelekwa home, anazikwa, mimi niko hapo. I could not even attend burial ya brothangu. Unasikia? I could not attend burial ya bro wangu alikufa, and we were only 2 brothers. So as per now I'm the only son. Bro amekufa, amepelekwa, akazikwa, wewe uko hapa. So nilikuwa tunaomba Mungu, tafadhali naomba tu unipe freedom, at least siku moja tu nitoke tu, at least ni half time na watu wangu. Na watoto ni wadogo, mtu hii every time wamekam kukutembelea anakuuliza like, baba mbona mnavaa nguo the same? Cause una like kila mtu wako kwa zebra. Mbona baba wewe unabaki hapa? Si tuende home leo. Those words ilikuwa inanitosha sana. So it was hard bro. You are starting from zero. Na mi God alishanifungulia njia bana, nilikuwa na maisha poa sana. Nilikuwa na one of ile maisha ningetamani at least naweza. Jaji akasema aje siku ulikuwa natolewa? Siku nilikuwa natolewa nakumbuka vizuri. Tumefika pale, jaji aliniangalia. Umejua Justice Kimaru overspecs na nawekanga hapa kwa mapua. Alikaa kwa ile kiti ana suore hivi kwa hiyo kiti. Ana swim kwa hiyo kiti. Akaniangalia, akaniita, Meshak. Mind yangu hata ifanyi kazi. Mimi nimeshinda kuomba from prison hadi pale kwa bar. Unaweza niona na kuangalia hivi na mimi naomba. Mimi nilikuwa tunaomba. Aliniita almost twice ndio nikashtuka. In fact the mwenye alikuwa next ndio akanifanyia. Na akaangalia hata kuongea. Alinyamaza for long kuniangalia tu, yani vile nilikaa. Akaniambia enda nyumbani, enda ukae na familia yako. Because my wife pia alikuwa kuna watoi. Sina kuambia mimi vile niliachiliwa, hata sikuamini, hata sikujua nimeachiliwa. Hata I was like, sasa huyu ananijaribu. I never knew, just only mdomo word tu from the tongue to he speak to him. That was it. Bro, nilijiuliza really, huyu mtu anaweza niacha ya ukweli vile amesema ameniende nyumbani, ameniacha. Hadi askari mwingine hapo ndio wakaniambia like twende, wewe umeachiliwa. Nakumbuka kuachiliwa nikaingia. Si ati ukiachiliwa hapo unaenda hapo. Hapana. Nikarudi ndani. Kurudi ndani nikangoja si signal, tulikuja na barua ya kumaanisha nimeachiliwa. So wanangoja signal itumwe. Na signal huwa ikitumwa inatoka from Mlimani Court, inaenda industrial area, inatoka Inda ndio inakuja
narudi west. Bro, ili signal yangu ifike, it was another 6 days. 1 week. And 1 week in prison ni kama like 100 years. Ushaifeel scenario whereby bro umeachiliwa lakini huwezi toka ati juu mnangoja signal itumwe. Sinakwambia nilikonda ile ya like hatutaki hata uko pale na huko ya pili tena uko pale hautaki hata ukosee mtu. Unanielewa? Ongezwe. Unaweza kosa tena uongezwe. So wewe uko tu hapo kama mayai. Mimi niko tu hapo, mtu akaniambia like Simba, mazee siji kuzungumjua mimi nilikuwa governor pale. Captain. Yeah, inajulikana kama mjumbe. So unapata like mtu hakuna case amekuletea. Mazee wewe unamwambia tu like fanya hivi. Ngoja ofisa in charge akikuja kumaliza. Wewe anything yenye inaweza fanya upitane na mtu hautaki. But kuna wale wenye walifurahi sana nikitoka. Walisema tu, mazee enda. So hiyo siku after 6 days gate imefunguliwa. My friend nimeingia pale kwa gunia yenye nilifunga vitu zangu nikachange. So after kuchange na kumbuka ofisa in charge alinipea 300. Akaniambia bro, wewe fika salama, Mungu amekusaidia. Mazee nimetoka kutoka tu from mjua gate ziko kama 3. Usiniambie umeshikwa tena. Gate ziko kama 3. Ushaiona unatembea lakini unaomba kimoyo Mungu wasinichukue tena. Niruhusu nipite hii gate. Unapita. Paulo na Sila waliomba. Nilifika tu kwa ile gate ya nje. Sasa nimefika tu pale gate ya nje. Umejua ni ile gate yenye ukitoka tu hivi next to Amref. So umejua Amref pale? Yeah, next to unafika tu pale hivi alafu umejua hiyo Lang'ata Road unaona magari vile zinapita. Yaani nilifika tu pale karibu na barabara. Yaani nilisikia tu nime breathe a different air from ile nilikuwa na breathe, yani ile watu tofauti. Ndio nilijua nikasema bas. Sasa cheli niko nje. Sasa kitu ya kwanza na hii 300 kutafuta kitu ya kukula. Bro nakwambia, so nikatoka ilipata kama pia wife wangu alikuwa anaishi kwao, but sasa 2 weeks before nitoke alikuwa amerent ka bed sitter. So mimi nilitoka hapo, kutoka hapo nikaenda hadi kwa nyumba. Kufika hadi kwa nyumba, the first thing nilifanya mazee, niliomba tu nguo ni change tu hizi nguo, hata sitaki ifike hata kwa nyumba. Nika change, nikaoga, nikatulia tu. Imeni affect even up to date, mi kulala ikuangi hobby yangu. Mi naweza kaa like the whole night hata sifungi macho. Because pale huwezi funga macho. Pale huwezi lala. Na after 2 days tukaenda nyumbani. Kuenda nyumbani matanga mazee. Bro alipass, father pia askipoa. Tukakaa home 1 week. Kurudi hivi, hiyo wiki ingine naambiwa father askip. Nikasema sawa na kama. So tukabebana tunarudi. Nikapigia best yangu mwingine anaitwa Morris Prince. Nikamwambia bro, yeye alikuwa Nyakacha. Hebu enda home, nasikia father ski vizuri. So yeye akaenda. Mimi nafika tu, nashuka tu Kindu hivi, ili nichukue motorbike kwenda Gendi Hospital, naambiwa father amepasa. Ya ile bado ni 1 month tangu siku. Sasa labda pressure pia. Yeah. Father pia kaenda. Father kaenda mazee, na I remember hadi kwa groups ulikali watu wali participate. You also participated, but thanks for that. Mazee, it wasn't right. Haikuwa rahisi kwangu. Sasa hii unashughulika na nini sasa? Sasa hii ni mambo tu ya usanii pia. Maisha bado sijapick bro, nangangana. Niko na watoto wa shule pia, unapata like it's a challenge. Wanaenda shule. Sasa hivi shule imefunguliwa, hao hawajakanyaga shule. Fee ni challenge. Hata vile like even mambo za rent nini, but I always believe God will. Na ile dem alikufunga ushawahi muona? Hatujai meet tangu hiyo day.
Na mi ulishamforgive. Unaona, the moment ukitaka mi kitu okay, nikiwa pale we had different pastors walikuwa nakuja wanatupreachia about forgiveness, na nika realize the best thing ili ni umejua you can be in a prison within a prison, because the more umehold grudges kwa watu, the more bado you are still in prison. So for me to release, nitoke kwa prison ile nibaki na moja, I had to let go of everything na nikamforgive. Hata nikikutana naye naweza msalamia, tunamwambia maisha iko sawa. So me, I decided to forgive, I have a new life and to forgive and to move on. On this camera, Mariano Simba, yeah, I want you to talk to the people watching the last TV. Yeah. Tell them how they can be able to help you, if they can send you anything. We just close it now. Okay. Thank you guys, Bonga na Jalas fans. This is a great platform. Mi nashukuru sana mazee kwa kunisikia, ama mi ni msanii, mi naweza omba sana support yoyote, I'll appreciate, but unapata pia maisha hajakuwa rahisi sana, but once you are born a man pia lazima you man up. So I'm pushing everything and I know God is with me. Nikipata nafasi kwa hizi vitu za maybe commercial ma adverts, naweza shukuru sana, because inaweza change life ya watu wangu, inaweza change life yangu. How can they reach you? They can reach me through my SIM number. You can give 07085 36 370. Repeat. 07085 36 370. Wow. Meshak Simba. That is my number. What a conversation, people. Something out of this, out of a movie, a scene out of a movie. Drama, from love to prison. Something that you thought was just going to be a moment of happiness turns out. Be very careful around people around you. Get to know the people who are around you. Keep on supporting Simba as he shares his story out there. He has programs he's doing with the reformed prisoners. Yeah. He has a lot of things doing. You can always reach him so that you can be able to talk. Because actually, Nyalas, Said, there's a project I'm working on. I'm doing unapata like, I have a link na Kenya prison. So unapata wale wenye wametoka prison, mi wafanya interview, at least tunapiga story mambo za prison penye tumetoka. So pia nitakupea link, at least pia unaweza tupea support pia. No problem. Inaitwaje hiyo? Ina story yangu kwa prison. Story yangu kwa prison. Yeah. Thank you so much, Mariano. Thanks a lot. Sanitize. Sanitize. Thank you.